Dalili 10 za kiroho kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Kuna vita vinaendelea lakini huoni kwa macho yako. Kuna mapambano makubwa sana lakini hayapigwi kwa mikono ya kibinadamu. Na jambo la kushangaza zaidi ni hili, huenda vita hiyo inapiganwa kwa ajili yako. Usiku unapolala kuna nguvu zisizoonekana zinapigana. Unapohisi uchovu usioeleweka, kuna jambo linaendelea rohoni. Unapopitia changamoto nzito bila sababu ya wazi, si bahati mbaya. Hizi si hali za kawaida. Hizi ni dalili kwamba malaika wa Mungu wako vitani, na sio vita ya kawaida, ni vita ya hatima yako. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe unampenda Mungu na unaamini Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yako, embu like video hii kisha ukae kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama wewe ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 10 za kiroho kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Namba 1, kupatwa na amani ghafla katikati ya mapambano. Unaweza kuwa kwenye shida kubwa, lakini ghafla moyo wako unajaa amani isiyo ya kawaida. Hii ni ishara kwamba malaika wako wanapigania vita vyako na kumzuia shetani kushambulia amani yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Sefania sura ya 3 na mstari wa 17 imeandikwa nukuu, Bwana Mungu wako yu katikati yako, shujaa awezaye kuokoa. Atakushangilia kwa furaha kuu, atakutuliza katika upendo wake, atakufurahia kwa kuimba. Umeona, neno la Mungu lasema atakutuliza katika upendo wake. Kwa hiyo ukianza kuona unapatwa na amani ghafla katikati ya mapambano, ni ishara kuwa malaika anapigana vita kwa ajili yako. Unashangaa tu ghafla ndani yako unapatwa na amani isiyo ya kawaida. Unapata na amani katikati ya mapambano, unashangaa ndani yako kuna amani ya kimungu isiyo ya kawaida. Hii ni ishara kuwa malaika anapigana vita kwa ajili yako. Kwa hiyo ukianza kuona unapatwa na amani isiyo ya kawaida, utakuwa mshukuru Mungu. Lakini jambo la pili, ndoto za nuru au malaika. Ndoto za nuru au malaika. Ukiona ndoto za malaika au nuru isiyo ya kawaida au vita vya kiroho, hii ni ishara ya wazi ya ulinzi wa ajabu unaofanyika bila wewe kujua. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 20 imeandikwa, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni ya uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ukianza kuona ndoto za nuru au malaika, ukaanza kuota ndoto ambazo zinahusiana na malaika, unakuta unaota malaika anakusaidia, malaika anakuvusha, malaika anakuokoa, au unamwona mtu anatokea ndotoni haumjui, lakini mtu yule anakusaidia. Ndoto zinazohusiana na malaika, hizi ni ndoto ambazo zinaashiria malaika wa Mungu anapigana vita kwa ajili yako. Yamkini unaweza kuwa unaota unapigana huko kwenye ndoto, unapigana watu wanataka kuzidi, ghafla anatokea malaika anakusaidia, anakuokoa, anakutoa kwenye ile vita, au anawapiga maadui zako. Hii ni ishara kuwa malaika anapigana vita kwa ajili yako. Lakini ishara ya tatu au dalili ya tatu ambayo ukiona basi tambua malaika anapigana kwa ajili yako, kuhisi ulinzi usio wa kawaida. Kuna muda unaamka usiku ukiwa na hisia ya usalama wa ajabu, hata ikiwa kuna shida kubwa. Ukiona ishara hii, tambua malaika wanapigana vita usiku kuzuia majaribu ya shetani. Kwa hiyo unahisi ulinzi usio wa kawaida. Kuna muda unaweza kuamka usiku ukashangaa unajihisi uko salama kabisa, hauogopi chochote. Yamkini kuna muda watu wanayekuzunguka wanaweza kawa wanaogopa, lakini ndani yako wewe hauogopi chochote. Unasikia kuna ujasiri wa ajabu. Unaweza kufika sehemu watu wanapoogopa, hilo eneo watu wanaogopa, lakini wewe unashangaa, yani hauogopi chochote. Unashangaa una ujasiri wa kutosha, yani unashangaa unaamini kabisa uko salama. Hii ni ishara kuwa malaika wanapigana kwa ajili yako. Si dalili ya kawaida. Lakini dalili ya 4, kutoka salama kwenye hatari
na kuona ushindi wa ajabu maishani mwako. Malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Mara nyingi utaona matokeo ya ajabu ya kiroho kwenye maisha yako bila wewe kujitahidi sana. Hii inaashiria kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Ukisoma kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 7 imeandikwa, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuokoa. Kwa hiyo dalili ya 4, kutoka salama kwenye hatari. Kuna muda unaweza kuwa kwenye hatari, unaweza ukapata ajali, lakini kwenye ile ajali unashangaa unatoka salama. Ni Mungu tu. Yaani unashangaa kwenye ajali, mwingine anaweza kupata ajali ya gari, ukiliangalia gari unaweza ukasema waliokuwa ndani hawakupona, lakini unashangaa wewe unatoka salama. Hii ni ishara ambayo inaonyesha malaika anapigana vita kwa ajili yako. Malaika yupo kwa ajili ya kukuokoa. Ndio maana la Mungu lasema, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kuna muda unaweza ikatokea ajali mbaya sana, lakini katika ajali ile unashangaa unapona. Kuna muda unaweza kashangaa labda umekata kwenye ukuta wa nyumba inaanguka, lakini wewe kwenye ile nyumba kuanguka unashangaa unatoka salama. Unaweza kashangaa ni sehemu ya hatari, wewe unatoka salama. Kuna wakati mwingine unaweza ukakaa, labda ulikuwa umekaa kumbe ni eneo la hatari sana, lakini wewe ukashangaa unatoka salama, mpaka unajiuliza. Hii ni ishara kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Lakini dalili ya 5, kupata mwongozo wa ghafla. Mara nyingine unapokuwa kwenye vita vya kiroho, unaanza kuona au kupata uelewa wa kiroho kwa hali isiyo ya kawaida. Unaanza kuona njia sahihi na kufanya jambo au kuondoa hatari bila kujua wapi ulipata mwongozo. Hii ni ishara ya uongozi wa malaika, kupata mwongozo ghafla. Kuna muda unaweza kushangaa unafanya kitu, unapata mwongozo, unafanya jambo mpaka mwenyewe unajua kujishangaa, mbona hii sio akili ya kawaida. Yaani kuna muda unaweza kuwa unapata mwongozo, unafanya vitu au unatatua mambo au unachukua hatua, mpaka kuna muda unaanza kujiuliza, hivi nilipitaje pale, hivi nilifanyaje? Hiyo sio akili ya kawaida. Ni ishara kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Malaika anakuongoza, malaika wanakuongoza. Kuna muda unafanya hatua, unachukua maamuzi ambapo mpaka baada ya muda kuja kuangalia unasema, yaani unaanza kujishangaa, ulifanyaje ile maamuzi, ulipitaje pale, ulishindaje pale, uliponaje pale. Hiyo ni ishara kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Lakini dalili ya 6, baridi au mwanga wa ajabu. Kuna mara unapoona baridi isiyo ya kawaida au mwanga wa ndani ya moyo, hii ni ishara ya uwepo wa malaika. Ni ishara inaashiria malaika wapo karibu yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 28 na mstari wa 2 hadi wa 4 imeandikwa, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe akalikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji, na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka wakawa kama wafu. Kwa kuona mwanga au baridi au unashangaa kuna hali ya joto na kujani, unaona kama kuna moto, hii ni ishara kuwa malaika wapo karibu yako, wanapigana vita kwa ajili yako. Lakini ishara ya 7 au dalili ya 7 ambayo ukiona basi tambua malaika anapigana vita kwa ajili yako, hofu kutoweka ghafla ndani yako. Shida kubwa inaweza kukupata, lakini ghafla hofu inatoweka, unaona suluhisho. Ukiona ishara hii, tambua malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 na mstari wa 5 hadi wa 6 imeandikwa, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Kwa hiyo ukiona hofu inatoweka ghafla ndani yako, unashangaa hofu inatoweka ghafla ndani yako, hii sio ishara kuipuuza kabisa. Ni ishara kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Lakini namba 8, kuondoka kwa vikwazo vya kiroho. Vikwazo au vizuizi vya maisha yako vinapotea ghafla. Hii ni ishara kwamba vita vya kiroho vimepita kwa ushindi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari wa 14 imeandikwa, Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtanyamaza kimya. Kwa hiyo ukianza kuona vikwazo na vikwazo vya kiroho vinaondoka, ni ishara kuwa malaika anapigana vita kwa ajili yako. Lakini dalili ya 9, kupatwa na hisia za shukrani. Unaona moyo wako unajaa furaha isiyo ya kawaida na shukrani kwa Mungu. Ishara hii ni kwamba maisha yako yamewekwa chini ya ulinzi
wa kiroho. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 2 na mstari wa 13 hadi wa 14 imeandikwa, mara walipokuwako pamoja na huyo malaika, wingi wa jeshi la mbinguni wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni na duniani iwe na amani kwa watu aliowaridhia. Kwa hiyo ukianza kuona unapatwa na hisia za shukrani, unashangaa tu ghafla ndani yako unajisikia kumshukuru Mungu tu, unajisikia kumtukuza Mungu. Hii ni ishara kuwa malaika anapigana vita kwa ajili yako. Lakini ishara ya 10, kuota ndoto malaika akikuongoza. Unaota ndoto unaona malaika anakuongoza. Ukisoma kitabu cha Zaburi 91 na mstari wa 11 hadi 12 imeandikwa, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Kwa hiyo ukiota unaongozwa na malaika, ni ishara kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Lakini nikupe tena dalili ya 11, kuona matokeo makubwa zaidi kwenye maisha yako. Unapoanza kuona kuwa unaanza kuwa na ushahidi wa nguvu wa kiroho, kusoma neno la Mungu, maombi na kazi zako za kiroho zinakuwa na matokeo makubwa. Ndio maana hii ni ishara ambayo inaonyesha kuwa malaika wanapigana vita kwa ajili yako. Jambo la msingi unatakiwa utambue, malaika ni roho waliotumwa na Mungu kwa ajili ya kukuhudumia. Malaika wako kwa ajili ya kukuhudumia. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waebrania sura ya 1 na mstari wa 14 imeandikwa, je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumu wale watakaorithi wokovu? Malaika ni roho waliotumwa kwa ajili ya kukuhudumia, kwa ajili ya kukusaidia. Ni matumaini una kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba comment uniambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.